Wiki iliyopita tuliweza kuzungumzia mada mpya ambao ni kwamba kusudi la Mungu na mtu mmoja. Mtumishi wa Mungu aliweza kugusia akasema, huu mwezi tutatembea na hilo somo, lakini ni mengi ambayo ataweza kuja kutufunulia zaidi na zaidi. Sasa moja kwa moja, mimi sitakuwa mzungumzaji mkubwa kwenye hilo, alidokeza. Sasa mimi sitaki kuharibu, nataka moja kwa moja mtumishi wa Mungu akaweza kutudavulia kiundani, kwa sababu tumeweza kuona nguvu ya neno na kutendea kazi neno mwezi uliopita. Sasa ametendea kazi, tumeona ile nguvu ya kutendea ile kazi, ile neno. Sasa hilo kusudi la Mungu kwa huyo mtu aliyetendea hilo neno, aliyetendea kazi hilo neno ni ipi? Sasa mimi nichukue nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana mtumishi wa Bwana. Amina. Heri ya wiki mpya. Kwa kweli Mungu ni mwema na tunaendelea vizuri, na tunashukuru pia wafuatiliaji wetu. Tunapata simu nyingi, ndio tunapata message nyingi pia. Kwa hiyo tunakuwa tunamshukuru Mungu kwamba tunapelekea neno lake na wao wanalipokea neno lake na wanalitendea kazi. Kwa hiyo tunashukuru kwa shuhuda nyingi ambazo tunazipata ya inbox pamoja na simu. Kwa hiyo nina amani tele kwa ajili ya kila ambacho Mungu anafanya akitimiliza neno lake sasa yake. Amina. Uliweza kuintroduce mada ya somo la kusudi la Mungu na mtu mmoja. Ni somo ambalo linatengeneza shauku na maswali mengi, lakini naamini upo hapa kwa ajili ya kutuletea hayo mafafanuzi. Ukaribishi moja kwa moja kutuambia kuhusu hilo somo moja kwa moja. Asante sana. Ni washukuru watazamaji wetu kwa ajili ya somo hili jipya au kipya tunachotaka kujifunza, ambalo tutakuwa tunaangalia kusudi la Mungu na mtu mmoja. Tunapozungumzia kusudi, tunazungumzia mapenzi ya Mungu pia. Lakini sasa tunaposema mapenzi ya Mungu kwa nani? Kuna mapenzi ya Mungu kwa viumbe vyake. Kuna mapenzi ya Mungu ya mbinguni, kuna mapenzi ya Mungu juu ya nchi, kuna mapenzi ya Mungu juu ya mwanamke, kuna mapenzi ya Mungu juu ya watoto, kuna mapenzi ya Mungu hata juu ya Ibilisi mwenyewe. Maana yako mapenzi ya Mungu kwa Ibilisi mwenyewe. Kwa hiyo tunapozungumzia mapenzi ya Mungu, tunazungumzia ni kitu gani kinamwangukia nani kama Mungu alivyokusudia. Nadhani hilo ndilo lengo kubwa. Kwa hiyo nitatamani tujifunze, ninasema kwa sehemu. Najua hatuwezi kumfafanisha Mungu kwa kumaliza kabisa, hatuwezi. Kwa hiyo sisi tutakuwa tunatumia ile neema Mungu aliyotupa, tunafunua sehemu ya kila ambacho Mungu anaturidhia nacho ili tukapate kufunua. Leo ninataka tufunue kusudi la Mungu kwa mtu mmoja. Yaani sizungumzii watu, nazungumzia mtu. Mapenzi ya Mungu yamekaaje kwa mtu mmoja, sio kundi, mtu mmoja. Kwa sababu kwa kundi pia kuna kusudi la Mungu kwa kundi na watu, lakini kuna kusudi la Mungu kwa mtu mmoja. Hapo unaweza kuniambia nini? Kwa kundi la watu Mungu anaweza kusema pendaneni, kwani kusudi la Mungu watu wapendana. Haidi kwa umoja. Ni kusudi la Mungu watu kwa umoja. Je, kusudi lako wewe mtu kama mtu likoje? Kwa hiyo ndio sehemu ambayo ninatamani tuiangalie. Hii na lengo lake ni nini? Hii inampa mtu mmoja kujua yeye mapenzi ya Mungu kwake ni yepi, anaweza kusimama vipi yeye kama yeye, na anapoweza kusimama yeye sawa sana mapenzi ya Mungu, anaweza kusababisha nini kitatokea, lakini pia ni nini kitatokea kwake na jamii. Kwa hiyo ninataka kusema nini hapa? Nilisema mwanzo kwamba mapenzi au baraka za mtu Mungu, baraka za mtu hapa duniani Mungu ameweka ndani ya akili ya mtu na moyo wa mtu. Kama watazamaji wetu, hatukuwa tunabuni, ni mwendelezo tu, ni sehemu ambayo tunaendelea kujitanua kupata ufahamu. Kwa hiyo sasa huyo mtu ndio tunataka kumzungumzia. Kusudi lake na Mungu ni lipi? Mapenzi ya Mungu kwake ni yepi? Cha kwanza nitaomba tuanze na Mwanzo 1:26-27. Maana yake ni nini? Tuanze na uumbaji, msingi wa uumbaji. Tuanze msingi wa uumbaji, alafu tutaona. Twende Mwanzo 1:26 inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Cha kwanza anasema na tumfanye mtu. Hapa ametajwa mtu, maana ni
umoja. Mungu anazingatia sana umoja. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa roho mmoja ni mbegu. Ndio maana hata mzaliwa wa kwanza anaitwa limbuko. Maana lenyewe likisha simama sawa na vingine vyote vinakuwa sawa. Hicho ndicho kitu watu hawajui. Kwa hiyo unapozungumzia mtu mmoja unazungumzia limbuko. Kwa hiyo ndio maana unaona pale Mungu anasema mtu, maana yake ni mmoja. Kwa hiyo Mungu anaanza na umoja. Mungu anaanza na single. Mungu anaanza na singular. Anasema mtu, maana huyo ndio mbegu. Kwa hiyo tunapozungumzia msingi wa uumbaji, lazima mtu aanze kwanza, yeye ndiye mtu, wewe ndiye mtu. Kwa hiyo Mungu anamtaja katika ule umoja, ndio maana akasema mtu, maana yake ni mmoja. Endelea. Na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Unaona pale anasema akatawale na kumiliki mtu. Ndio sitaki kuzungumzia kutawala na kumiliki, nishafundisha sana. Nataka tu tuangalie kusudi la mtu mwenyewe. Unaona hapo kutawala kumeshaingia, kumiliki kumeshaingia kwa huyo mtu, sio watu. Mtu atawale na kumiliki. Endelea. Mstari wa 27 anasemaje? Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Unaona sasa sentensi inayofuata anataja mwanaume na mwanamke. Ina maana sasa Mungu anaanza kutengeneza mbegu, mazao, matokeo. Hii ina maana gani? Mungu anakuwa anafungua mlango wa maongezeko ndani ya mtu. Kwa hiyo ndani ya mtu kuna chaneli za maongezeko, kuna chaneli za kuzaa, kuna chaneli za kuzidishwa. Ndio maana akasema mwanaume na mwanamke. Hii ina maana gani? Ndani ya mtu Mungu anaweka hasi na chanya. Ke na me is a spirit. Ke na me ni roho ya hasi na chanya. Watu waliogundua hasi na chanya, ile ni roho ya ke na me. Hakuna kitu kinatokea kwa hasi peke yake, hakuna kitu kinatokea kwa chanya peke yake. Amna. Ili kitu kitokee lazima kiwe na hasi na chanya. Ni roho. Sasa angalia, ndani ya mtu kuna ke na me. Sasa nisingependa sana leo kufafanusha kwenye namna Mungu alivyoumba, lakini najua watu wetu wangetaka kufahamu hii ina maana gani. Nenda kaangalia. Unapoenda kule mbele kwenye Mwanzo sura ya 2, unaona mwanamume anaumbwa, alafu unatokea ubavu wake. Ina maana mwanamke ametoka kwa nani? Kwa mwanaume. Oh, yeah. Ina maana negative comes from positive. Hasi natoka kwa chanya, mwanamke anatoka kwa mwanaume kwenye msingi wa uumbaji. Je, hii inamaanisha nini? Mwendelezo unaendelea. Ndio, unaendeleaje? Mwanaume naye atazaliwa na mwanamke. Ndio maana unaona ilibidi mwanamke Mariamu amzae Yesu mwanaume, ili kuonyesha hasa haiendi bila chanya. Ndio maana hapa akasema kwa mfano wa Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume. Nisingependa kuzama sana kwenye kufafanusha uumbaji, nataka tuende kwenye lile kusudi la Mungu na mtu mmoja. Lakini unaona hapa mwanamke na mwanaume ni kitu kimoja, ni hasi na chanya kwa pamoja. Na ndio maana mwanzo wa vile nilianza kufundisha nilisema wazi, ukifahamu mwanamke na siri ya mwanamke nilizitaja kule, na wewe ukiwa mwanaume maongezeko ni lazima, uhai ni lazima. Sasa leo sitaki kwenda huko. Leo nataka nizungumzie mtu. Kuzungumzia mwanamke wala mwanaume. Lakini kwa lugha nyepesi ni nini? Soma hapo tumalizie. Mstari wa 27 inasema, Mungu akaumba mtu wa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mwanaume na mwanamke. Kwa tunapozungumza mtu, tunamaanisha mwanamke na mwanaume. Mwanamke peke yake sio mtu. Mwanaume peke yake sio mtu. Kwa hiyo mwanamke na mwanaume ndio mtu. Ndio. Mwanaume ni mwanaume, mwanamke ni mwanamke, lakini mwanamke na mwanaume ndio mtu. Huko ndiko kusudi lilikojikitwa. Sasa kama ndiyo mtu, kusudi la Mungu ni nini? Anasimamaje na Mungu wake? Nadhani utataka thibitisho. Nenda kwenye Mwanzo 5:1 pale, alafu tutaendelea hapo. Funua tuone jambo.
Mwanzo 5:1 inasema, hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya. Anarudia mtu, siku ile anarifaa ya mwanzo. Baba anasema mtu, hajasema watu. Ke na me ni mtu. Siri nzito hiyo. Ke na me ni mtu, mke na mume ni mtu mmoja. Positive and negative. Haupati umeme bila positive na negative. Current lazima zipite, negative iende, positive irudi, ndio umeme unawaka. Kwa hiyo unaona, anakumbusha. Endelea tuone mstari wa 2. Mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adam. Akawaita jina lao Adam, akawabariki, akawabariki. Maana ameshaanza uzalishaji wa mtu, ndio maana sema kule mwisho anaweka wingi, akawabariki. Maana positive itakaposimama na baraka, negative itakaposimama na baraka, zikutana, kuna maongezeko ya baraka. Kwa hiyo akawaita jina lao Adamu. Maana yake mwanaume na mwanamke wote jina lao ni Adamu. Akawaita jina lao Adamu. Kwa hiyo ndio maana pale unaona kwamba mwanamke alitoka ubavu wa mwanaume na mwanaume anazaliwa kutoka kwa mwanamke. Ndio maana nikasema katika haya masomo yetu lazima tuangalie msingi wa uumbaji. Baadaye ndio tutaona, je, Mungu anasimamaje na mtu mmoja? Sasa anasimamaje naye? Ndiko tunakoenda. Kwa hiyo sasa, cha kwanza kwenye hili somo tunaangalia msingi wa uumbaji. Kwa hiyo mtu akitaka kujua anasimamaje, lazima arudi kwenye msingi wa uumbaji. Akirudi pale kwenye msingi wa uumbaji, anafanyia kazi neno la uumbaji. Somo lililopita sasa. Rudi kwenye uumbaji, alafu fanyia kazi neno la uumbaji. Maana huwezi ukaelewa uumbaji bila kurudi kwenye neno la uumbaji, ndio kutendea kazi neno. Kwa hiyo mtu akitaka kusimama vizuri, arudi kwenye msingi wake ambao ni uumbaji, kisha atendee kazi lile neno la uumbaji, asimamie neno la uumbaji. Kwa hiyo ndio maana unaona hapo anasema mtu kwa mfano wake. Sasa hiyo ilikuwa ni eneo la kwanza. Kwa hiyo ukitaka kujua namna ambavyo mtu anaweza kusimama na kutoa matokeo na kujitambua, msingi wa kwanza ni ule wa uumbaji, ambapo sasa unaona ke na me zinabarikiwa, zinapewa jina. Kwa ina maana baraka ziko ndani yao, kuongezeka kuko ndani yao. Ina maana hapa mtumishi, kwamba watu wanapozungumza kwamba hao wakiona wanakuwa mwili mmoja, inamaanisha wanakuwa na maanisha wakirudi kwenye hii asili ya uumbaji. Ndio maana yake. Ndio maana ile Isaya ya Noa anasema wanaunganishwa kuwa mwili mmoja, na si tu kwamba wanafanya hivyo. Neno tunasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 wanakuwa mwili mmoja. Na hata Yesu alipokuja akasema mke na mume ni mwili mmoja, alikuwa analifaa neno la uumbaji lililotumwa toka mwanzo. Kwa hiyo ni watu tu wafahamu mwanzo. Ndio maana tunasema kipindi chetu lazima tuanze na msingi wa nini? Wa uumbaji. Amen. Sasa tukishapata ule msingi wa uumbaji, ndio sasa tutakuwa tunaliangalia neno. Sasa mtu mmoja Mungu amemkusudia nini? Kutana na kuhani James Nyasika ni kwenye kipindi cha Ephata Shalom Gloria kila siku ya Jumanne na Jumamosi. Muda ni saa 12 jioni.